Mwananchi anapokwenda sokoni kununua mchele, sukari au maharage au matunda, anatarajia kupata kiwango halisi cha bidhaa alicholipia. Lakini sasa hivi bado kuna wizi ambao unafanyika. Mzani badala ya kusoma kilo moja unasoma kabla kilo moja kidogo, na unakuwa adjusted makusudi. Mtu wa namna hii ni mwizi kama walivyo wezi wengine, na kama anatakiwa kupelekwa mahakamani, huyu anatakiwa adhabu yake iwe miaka mingi zaidi, kwa sababu wewe ndiye uliyesema unauza 2000, halafu tena katika 2000 hiyo hiyo tena unanikata tena. Na hii tabia imo hata humu Kariakoo kwa wafanyabiashara, ipo Tanzania yote kwa wafanyabiashara, ipo kwa mtu ambaye sio mfanyabiashara, tabia ya kuiba bidhaa kwa kutumia mizani. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyabiashara mlioko hapa, pamoja na ninyi wote ambao tunasimamia, ifike wakati msipende sana dhuluma. Dhuluma sio nzuri, dhuluma zinatesa. Hebu imagine daktari akikudhulumu, maana yake ni kwamba amefupisha maisha yako. Kwa ndugu wafanyabiashara, Dar es Salaam ni kitovu cha biashara hapa nchini. Maelfu ya wananchi huingia katika masoko yetu kila siku wakiamini kuwa watapata huduma bora za bidhaa sahihi kwa thamani halisi ya fedha walizotoa, na kwa wajibu wetu tuhakikishe kuwa imani hiyo inalindwa wakati wote. Kwa hiyo ni lazima tufahamu kuwa matumizi sahihi ya vipimo ndio jambo zuri linalopaswa lifanywe kwa uhiari, na ndio maana leo kuna wakala vipimo kama mshika instrument namba 1 wa kumwajibisha yule ambaye hatapenda kutumia vipimo au kwenda tofauti na hapo. Ninyi ni walinzi wa kwanza wa nidhamu na utaratibu katika maeneo yenu. Serikali inawategemea sana katika kuhakikisha kuwa biashara zote ndani ya masoko zinafanyika kufuata sheria na taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo ni wasihi muendelee kutoa elimu kwa wafanyabiashara wengine, na hasa pia wafanyabiashara tulionao hapa kuhusu muhimu wa kutumia vipimo sahihi. Huo msisite kuchukua hatua kwa wale ambao wanaendelea kukaidi maelekezo ya serikali.